Mtazamaji wetu, tunakuletea hii leo taarifa hizi zikihusisha ishu zima ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini namna ambavyo baadhi ya mashirika na taasisi mbalimbali zimekuwa mstari wa mbele kuendelea kusimama kupambana na kutoa elimu ya uraibu. Na kwa siku ya leo, mtazamaji wetu, tumeweza kuzungumza na ndugu yetu huyu kwa maana ya Nojo Kushoka, ambaye yeye ni muasisi na mkurugenzi mtendaji kwa maana ya shirika la Deploy Nurturing Gallery lililopo hapa mkoani Arusha kwa maana ya DNG Tanzania, keza kuzungumza namna ambavyo kama shirika hilo limekuwa likiendelea kutoa elimu hususan kwa wanafunzi. Kwa hiyo tumeweza kuzungumza naye mambo mbalimbali. Moja kati ya vitu ambavyo ameweza kuvizungumzia ni kama vile ambavyo wanaendelea kutoa elimu kwa jamii hususan kwa upande wa wanafunzi wa shule za sekondari. Na kumbuka kisa kile ambacho kilitokea pia kikaripotiwa kwa maana ya mwanafunzi mmoja aliyegundulika kwamba alikuwa anauza biskuti zile ambazo zilikuwa tayari ni dawa za kulevya. Kwa hiyo naweza tukaona namna ambavyo kama taasisi ama mtu mmoja kwenye jamii taje kuendelea kusimama kuhakikisha kwamba tunakabiliana vema na ishu ya madawa ya kulevya. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Kalam TV Online, channel ambayo imelenga kuhakikisha kwamba inafikisha elimu kwa jamii. Lakini kubwa zaidi, endelea kushare, comment na weka maoni yako hapo, tuweza kuyafanyia kazi. Hapa ni sehemu ya kile ambacho tumezungumza na ndugu yetu Nojo Kushoka kuhusiana na kile ambacho anakifanya, lakini eneo hilo la wanafunzi. Karibu sana mtazamaji wetu, tuweze kuungana na ndugu yetu Nojo Kushoka. Naitwa Nojo Kushoka, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Deploy Nurturing Gallery kwa maana DNG Tanzania. Ofisi zetu ziko Arusha hapo maeneo kwa Idi Sakina. Kimsingi sisi tunahusika na masuala ya uwezeshaji wa wananchi katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, elimu, za kiraia na vitu kama hivyo. Lakini tumekuwa pia tunafanya shughuli za kufanya uhamasishaji kwenye mashule kwa maana ya wanafunzi wafahamu kuna issue ya madawa ya kulevya ambayo of course ni janga kubwa sana la kitaifa na kidunia kwa ujumla. Na unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini tumewafocus au tumelenga kuwafikia wanafunzi? Tumelenga kuwafikia wanafunzi sababu tunajua wao ndio jamii ya kesho, na kundi la wanafunzi ni watu ambao wanapenda kujifunza vitu vingi, kushawishika, kujaribu hichi na kile. Kwa hiyo tukasema ni vyema tukawafikia katika nafasi ambayo tunaipata ili kuweza kuwafundisha na kuwafahamisha kwamba bana, haya ni madawa ya kulevya, yao yatambue, kuna ya aina kadha wa kadha, lakini pia ufahamu madhara yake yanakuaje. Na kiuhalisia tulikuwa tunafanya kwa kushirikiana sana na jeshi la polisi, kwa maana tunakwenda kukutana na wanafunzi, tunakuwa na vitu kabisa halisia. Ukizungumzia kuhusu madawa ya kulevya kama heroin, basi anaiona heroin hii hapa, kama cocaine anaiona hii hapa, kama gundi anaiona gundi hii hapa, kama mirungi anaona mirungi, kama bangi anaona bangi. Umeona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamfundisha mtu kwa kitu ambacho anakiona. Kwa hiyo tumefanya kampeni hizo katika mashule yetu kwa muda mrefu kidogo, tukiendelea kuwajengea uwezo wanafunzi wafahamu. Na mfano tulikuwa tunafanya hizo session, wanafunzi kwamba tulikuwa tunaona mtu anavuta gundi, kumbe gundi ni kilevi, walikuwa hawafahamu. Kwa hiyo tunafungua kwa namna hiyo. Kwa hiyo inasaidia kwa namna moja au nyingine, tukiamini kwamba tukiwafikia wao katika uchache wao au kwa wingi wao, wanakuwa mabalozi mazuri wanaporudi kule nyumbani, kwa sababu wanakuwa na watu wengine ambao hawajapata elimu, wanajumuika na ndani wanawafundisha kwamba na jamani, kuna madawa yako hivi, yatambue na madhara yake ni haya. Kwa kifupi naweza nikasema hivi. Sasa umezungumzia kwenye issue ya wanafunzi ambao mmekuwa mkiwalenga. Ni wanafunzi wa ngazi ya shule za msingi ama ni sekondari ama ni vyuo ama nini hasa ambao mnawalenga sana? Kiwalisia tumelenga wanafunzi wote. Sasa lazima watu tunaangalia na resources ambazo tunakuwa nazo, kwa sababu kufanya shughuli pia of course inahitaji ni gharama, lakini tulikuwa tumetarget kuwafikia wanafunzi wa wote kwa maana shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo. Lakini kwa kuwa tulipoanzia kampeni yetu sisi tulianzia na shule ya sekondari, sababu tunajua ni watu ambao unajua katika hali ya kujifunza sana, kujaribu sana, tukasema tuwafikie pale. Lakini tuna shauku sana pia tuwafikie katika shule za msingi, tuunde na club na vitu kama hivyo, ili mwisho wa siku tuweze kufanya uhamasishaji, watu wafahamu, lakini pia wakapate kuyaishi, kwa sababu nachoamini ukiweza, yani jamii njema ya kesho maandalizi yake ni ya leo, ni sasa. Kwa hiyo ukitengeneza jamii sasa ya leo, basi tunategemea kuwa na jamii iliyo bora na njema kwa kesho yetu ya baadaye. Mheshimiwa Nojo, wakati mkitekeleza majukumu haya ya kuhakikisha kwamba mnawapatia elimu wanafunzi, lakini lengo lenu kubwa zaidi likilenga jamii
ambayo itakuwa inakabiliana na mihadarati ama matumizi ya dawa za kulevya kwa ngazi ambayo inaweza ikawa ni moja kati ya ngazi muhimu sana. Nyie kama taasisi, namna gani ambavyo mmelenga kuwafikia watoto hawa ambao ni wa sekondari, ili elimu hii ambayo mmekuwa mkiitoa iweze kuwasaidia na kuiponya taifa la kesho? Ni kweli, ndio maana nimekuja kusema vizuri kwamba hapo tunawafikia wanafunzi. Inawezekana anaitwa mwanafunzi anapewa pesa kidogo, bwana hebu nibebee mzigo nipelekee sehemu fulani, hajui. Sasa sisi tunachukua na sana mafunzo yetu tofauti kidogo. Tunapoenda kwa wanafunzi tunaenda na madawa halisia, sababu tunashirikiana na jeshi la polisi. Kwa wanakuja na vile vidhibitisho, bwana hii ni gongo, hii bwana ni cocaine. Kwa anaiona hata kama mwanafunzi akija kupewa bwana na mzigo wangu nipelekee sehemu fulani, anafahamu kwamba hii mbona alishafundishwa hii ni heroin, hii mbona na cocaine, hapana mimi sihusiki. Kwa hiyo akishakuwa na utayari huo na ufahamu huo, itamfanya akatae. Lakini wao ambao wamehusika na maana hawana huo ufahamu. Lakini pia kitu kikubwa tunachokiangalia hapa tunapozungumzia zile sober house na vitu kama hivyo, ni matokeo ya kwamba watu walikosa ile elimu, wakashawishika, wakajikuta wanaingia pale. Sasa sisi tunataka kufika kwenye kuhangaika na ile tatizo kwamba lile ni matokeo ya makosa yaliyofanyika huko. Kwa hiyo tunahangaika na kutengeneza msingi bora hapa ili watu wasiwe waraibu, wasiingie kule. Hii itasaidia pia tukifikia jamii kubwa, ina maana hata tutapunguza sasa wale wateja au waraibu ambao wanakwenda kule soba. Sababu soba ni dakika za mwisho, mtu ushamkosa, amepotea, ndio anaenda pale kuwa rehabilitated, kwenda kukarabatiwa. Sasa tutaki tuwe na watu ambao wanaharibikiwa, tunataka tuwe na watu ambao wako wema, wanafahamu unaona haya madawa na vitu kama na athari zake. Sababu kikubwa lazima mtu umfundishe athari zake, sababu mtu akishaelewa athari anajua kumbe nikiingia hapo ninapata 1 2 3. Kwa hiyo anajiepusha kutokana na ile elimu ambayo anapata. Tunaamini kwenye elimu, japokuwa elimu of course mchakato wake wa mabadiliko sio jambo moja, ni process, inachukua muda mpaka mtu aichukue, imuingie, aanze kuishi nayo, ni process. Lakini tunaamini kwa jitihada tunazofanya tunafikia jamii kwa kiasi hicho, lakini tunaamini kwamba tutafikia jamii kubwa zaidi. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.